Utukufu apewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninayo furaha sana kumshukuru Mungu na kupata neema na kibali hii ya kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mungu kwa neema na matendo makuu ambayo ametenda katika maisha yangu. Ninamshukuru Mungu kwa mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, napenda kumshukuru Mungu kwa sababu amenipa neema ya kuongeza mwaka mwingine. Ilikuwa ni Ijumaa tarehe 27, Mungu ameniongeza mwaka mwingine, namshukuru sana Mungu. Amen. Lakini jambo la pili ambalo namshukuru Mungu kwa upekee sana, ninamshukuru Mungu kwa kuniweka katika familia hii ya thamani ya NCC Mji wa Bwana. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2023, Mungu alinipa neema ya kuwepo katika familia hii. Nakumbuka wakati huo ndo nimemaliza kidato cha 4, ninafanya maandalizi ya kwenda kidato cha 5. Namshukuru Mungu kwa sababu ya neema katika madhabahu hii. Imekuwa ni madhabahu ambayo imeachilia ufahamu na ufunuo mwingi katika maisha yangu. Hakika maisha yangu ya kiroho yamefika katika level ambayo namshukuru Mungu sana, kwa sababu nimefika hapa sikuelewa zaidi kuhusu madhabahu, sikuelewa zaidi kuhusu ulimwengu wa roho, lakini namshukuru Mungu kupitia mtumishi wake Bishop Dr. Manase DM ametufundisha mengi. Namshukuru Mungu. Moja ya somo ambalo nalikumbuka katika mwaka 2023 ilikuwa juma linalohusu hekima na roho ya ufahamu. Baba alitufundisha kuhusu Bezaleli na Oholiab. Akasema ya kwamba kuna watu katika Biblia walitenda yaliyo makubwa kwa sababu Mungu aliwapatia hekima na maarifa. Kwa wakati ule nilikuwa ni mtu ambaye sikuweka maono juu ya maisha yangu ya baadaye, lakini namshukuru Mungu kwa kipindi kile kwa sababu nilikuwa napaswa kwenda kidato cha 5. Kwa wakati baba anapoendelea kufundisha, Roho Bwana akawa ananipatia maelekezo ni nini niseme wakati baba anakuwa anafanya zile prophetic declaration. Kuna kitu nilikinena pale, nikamwambia Mungu, kuna jambo nikamwambia Mungu, naomba unitendee ambalo litakuwa ndio maono au ndio maisha yangu ya baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So nilizungumza vile, lakini kilikuwa ni kitu ambacho kwa namna nilivyokuwa pale nilikuwa siwezi kwa fahamu zangu na maarifa yangu. Kwa sababu nilimwambia Mungu natamani kuwa biomedical engineer. Lakini kwa kiwango kile nilivyopata matokeo yangu ya kidato cha 4 hayakuwa mazuri sana, hayakuwa mabaya sana, ila niliona ya kwamba ni kozi ambayo ipo na competition. Ila kuna neno waliokuwa wanasema baba kwamba kile ambacho Mungu akiamua kupanga maisha yako, kama ukiamini na ukiendelea kumsihi Mungu atatenda. Amen. Namshukuru Mungu alinipatia neema ya kwenda kidato cha 5, shule inaitwa Ndono mkoani Tabora. Nimefika kidato cha 5, namshukuru Mungu kwa neema yake. Siku moja mama mdogo wangu Mama Groli alinipigia simu akaniambia, mwanangu, ninaomba uandike mahitaji yako, nataka kwenda madhabahuni. Wakati ule nikamwambia Mungu, unataka utende nini kwangu? Mbona imekuwa kama neema? Wakati huo nilikuwa najiuliza sana, nilikuwa na maswali mengi kwa sababu niliona shule niliyoenda ni shule ambayo haieleweki, so matokeo yale yaliyo nyuma. Kwa unajua ukiwa katika level ya advance unaangalia na historia ya matokeo yaliyopo katika shule hiyo. So ikanipatia confusion sana, itakuwaje? Je, hatima yangu itakuwaje? Je, kile ambacho nimemwambia Mungu anitendee kitatokea kweli? Ila kwa lile neno ambalo aliniambia mama mdogo wangu, nikamwambia Mungu, acha niandike kile ambacho nilikiandika siku ambayo baba alikuwa anaendelea kunena kuhusu mambo ya hekima na ufahamu. Nami nikamwambia, nikaandika, nimekuja na hiyo bahasha ambayo mama mdogo wangu nilivyomtumia ujumbe aliandika kwenye karatasi. Nikamwambia Mungu, ninaomba unipatie neema ya kuwa biomedical engineer. Amen. Nakumbuka mwaka 2023 hii course ilikuwa ni mpya na ilikuwa ipo katika chuo kimoja tu MUAS. So inahitaji sana competition kubwa hadi mtu kupata hiyo nafasi. Kwa sikutegemea kwamba Mungu naweza nikapata hiyo nafasi. Kwa nilivyoandika kwenye SMS nikamtumia pamoja na mahitaji mengine. Nikamtumia mama wangu. Kumbe mimi sikuelewa mama anakuja anafanyaje. Kumbe aliandika kwenye karatasi akaweka kwenye hii bahasha. Akaweka kwenye hii bahasha na akaandika jina langu, akaandika na jina lake pembeni. Akaandika maombi. Sijajua alikujaje madhabahuni, ila namshukuru Mungu kwa ajili ya mama mdogo wangu kwa sababu alifikisha madhabahuni. So namshukuru Mungu kwa sababu hata sasa niko mwaka wa kwanza nasoma biomedical engineering Dar es Salaam Institute of Technology.
Ninamshukuru sana Mungu kwa sababu sikustahili. Kwa nini namshukuru Mungu? Nakumbuka maisha yangu ya kidato cha 5 na kidato cha 6 hayakuwa rahisi, kwa sababu hadi naingia kidato cha 6 mimi sikuwahi kupata division 1. Ila namshukuru Mungu, ile term ya mwisho ilikuwa ni kama ufahamu wangu umefunguka kwa hali ya ajabu sana. Amen. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa sababu hata matokeo yalivyotoka wengine wakashangaa, Prosper ilikuwaje? Wewe mbona katika matokeo ya shuleni hatukuona kwa namna yote? Ila namshukuru Mungu kwa sababu amenitendea makubwa. Naamini madhabahu ilisimama kwa ajili yangu. Hata wakati ulipofika wakati wa mwisho ulikuwa ukinisaidia. Roho Bwana aliinuka kwa nguvu. Namshukuru sana Mungu. Amen. Na kushukuru sana Baba kwa sababu naamini kupitia katika nguvu ya madhabahu hii, nguvu za Mungu ziliendelea kuwa pamoja nami. Unajua sikupata access yote katika likizo zote nilizozipata katika advanced level, lakini kumbe Mungu alikuwa anaendelea kuwa pamoja nami. Sikupata access ya kufika hapa, lakini kupitia maombi ya mtumishi wa Mungu, kupitia na haya maombi ambayo tayari alikuwa ameshafika madhabahuni, Mungu kumbe alikuwa anaendelea kulifanya jambo. Ilifikia wakati mimi nilipokuwa naingia kidato cha 6 nikaamua bora nirudie mwaka. Na hadi nikaenda kumwambia mwalimu wangu wa taaluma, nikamwambia, mwalimu, naomba kwa sababu niko na target, Mungu lazima nifikie kile ambacho ufaulu mzuri. Kwa ile naenda kumwambia mwalimu wangu wa taaluma, akaniambia mfumo umegoma kabisa, hatukuwezi kurudisha. Kwa namshukuru Mungu, kumbe alikuwa ananipatia message, wewe twende temi nyingine, nitakufungua kwa namna ya ajabu. Amen. Ninamtukuza sana Mungu. Amina. Hiki kitu sikutaka kuzungumza kwa sababu niliona kwamba labda bado, lakini namshukuru Mungu kwa sababu Roho Bwana aliendelea kuniambia, kawaambie nenda kazungumze mbele ya madhabahu ya Mungu. Baba, Mungu akubariki sana. Amen. Walinzi wa madhabahu, Mungu awabariki sana. Lakini pia kanisa, Mungu awabariki sana. Mmekuwa familia ya upendo sana kwangu. Lakini pia ni familia ambayo mnaonyesha upendo kwa watu walioko mbali. Amen. Mungu awabariki sana. Lakini pia Mungu akubariki mamdogo wangu. Mimi sikutegemea kwamba angefanya hivi, sikutegemea. Mimi nilijua nitamtumia ujumbe, yeye atakuwa anaomba tu kwa namna akiwa na maombi yake ataomba. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu alitia katika uzito na akaja madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninamshukuru Mungu pia. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa katika confusion, nilipokuwa katika elimu ya advance, nilikuwa na namba ya mtumishi wa Mungu Pastor Swila. Nilikuwa naongea naye akawa ananitia moyo. Nakumbuka neno moja leo akaniambia, mwanangu, you must break through. So hilo neno nilienda nalo hata kile kipindi ambacho naenda kufanya mtihani wangu wa mwisho, lilikuwa linakuja kwamba mtumishi wa Mungu kutoka madhabahuni alisema kwamba lazima uvuke. Na sidhani kama yeye anakumbuka, ila mimi nakumbuka nilimtafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki sana. Ninamshukuru sana Mungu, ninayo furaha sana. Asanteni sana. Piga makofi mazuri kwa mfalme Yesu. Makofi na kigeregere Abigail. Haleluya. Haya ni mapenzi ya Mungu. Mtumishi wa Mungu Prosper. Amen. Wako wanafunzi hapa, wengine wako shule ya msingi, wengine wako sekondari, wengine wako vyuo. Una kipi cha kuambia? Mimi jambo ambalo napenda kuambia, wamshikilie Mungu. Amen. Mungu wetu ni Mungu wa maagano. Amen. Lakini pia jambo moja ambalo napenda kuambia wazazi, tuwalete watoto madhabahuni. Amen. Yaani huwa hata yani the way yani ile nashindwa kuzungumza, lakini Mungu awabariki sana wazazi ambao mnakuja madhabahuni kwa ajili ya watoto wenu. Amen. Kwa sababu vita ni nyingi sana tukiwa shuleni, mambo ni mengi, lakini kwa sababu ya maombi yenu, kwa sababu ya madhabahu ambayo inasimama kwa ajili yetu, nasi tunashinda. Kwa hiyo tuendelee kuombea watoto, lakini pia ni washauri wadogo zangu, lakini pia wale ambao wanaendelea na masomo, lakini najua kwamba bado na mimi nipo katika masomo, ni kuendelea kumshikilia Mungu kwa sababu Roho Bwana wakati ambao unahitaji msaada wake anakupatia msaada. Amen. Kwa sababu nakumbuka yani unapata instruction, soma hiki, soma, yani kipindi ambacho kuna vitu vingi unatakiwa usome, lakini kuna instruction unapewa ambayo inaenda kusaidia katika mtihani wako wa mwisho. Kwa ukiwa na Mungu, Mungu atakusaidia. Roho Bwana ni msaidizi sana. Atafungua fahamu yako na atakusaidia katika namna ya ajabu sana. Ninayo furaha sana na namshukuru sana Mungu kwa hilo. Piga makofi mazuri kwa mfalme Yesu. Asa Prosper, kwa nini umekuja kumshukuru Mungu leo? Nimekuja kumshukuru Mungu leo kwa sababu ilibidi ningemshukuru Mungu hata kile kipindi nimefika mahali hapa. Sawa. Ila nilihisi kama vile yani unajua shetani huwa naye anajaribu kuzuia kile ambacho kinaenda kumpa utukufu Mungu. Yes. Kwa hiyo nikaona kama vile itakuwa
yaani unaona kitu utukufu kwa ajili ya Mungu, unaona kama vile ni aibu. Lakini namshukuru Mungu siku ya leo aibu imeenda mbali, lakini utukufu wa Mungu umeinuliwa. Haleluya. Asante sana mtumishi wa Mungu Prosper. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen. Lakini pia ameambatanisha sadaka yake nzuri ya kumshukuru Mungu. Amen. Ninaamini kabisa kwamba kile ambacho Mungu amefanya kwako sio kwa akili zako, ndio maana umeona ni vyema leo uje umshukuru Mungu. Amen. Ulikiandika ukaweka imani na mama mdogo akaja kaweka muhuri hapa madhabahuni wa Mungu, na kwa sababu Mungu anayeishi yuko anatenda kwa ukubwa, basi Bwana amekutendea. Hongera sana na Mungu akubariki sana. Amen, asante sana. Asante. Piga makofi mazuri jamani. Haleluya.